karibu saa 12:30 tulipata mshipa ambao tulipata habari ya kwamba kuna wale wafanyikazi wanafanya kazi kwa quarries walishambuliwa na majangili, suspected majangili wa AS ambao walikuwa wamefunga barabara ile sehemu ya Burabor, na waweza kutoa watu ambao walikuwa wanaenda kwa quarry kazi, wakawatoa kwa gari wakawafanya wakalala chini, na hapo wakaua karibu wafanyikazi 6 ni 5, na wale watu wengine walikuwa kwa hiyo gari wakatoroka wakaingia msituni. Habari ambayo tunapata ni kwamba hii gari imeanza kufanya kazi hiyo route jana, na walielezewa juu ya mpangilio ambao umewekwa na security committee ya kwamba kila gari ambayo inapeleka wafanyikazi kwa quarries lazima iwe na escort ya police na National Police Service. Lakini hii gari leo ambayo ilianza kazi kwa hiyo route jana, hawakungojea wapatiwe escort kama kawaida wakati wanaenda kufanya kazi katika hizo quarries. Ndio tunaendelea na uchunguzi tuweze kujua nini ilitokea na nani hasa alifanya haya ambayo yamefanywa na hao wahalifu ambao tuna suspect kwamba wanaweza kuwa ni Al-Shabaab, lakini hatuna hakika. Tunaendelea kufanya uchunguzi, lakini baada ya kuweka mipango madhubuti ambayo tulikuwa enhance security, watu wanaenda kwa quarries wakiwa na escort, ndio tukawajilia hiyo kazi iendelee, lakini kukiwa na mpango maalum ya kwamba lazima kuwe na security escort kwa wale wote wanaenda kufanya kazi katika hizo quarries. So ni leo tu ndio hao wameenda bila escort na hicho kisa kikatokea. Ndio tunataka kuchunguza tujue kwamba ni nini hii ilisababisha, ama ni mpango gani huu ambao ulikuwa ndio haya maafa yakatokea, na hiyo gari ilikuwa imekataa kufuata yale maagizo na mipangilio ambayo imekuwekwa ya kwamba security lazima iwe provided kwa wale ambao wanaenda kwa quarries, na wakati wanaendelea kuchimba hayo mawe mpaka tena warudishwe mahali wanakaa hapa Mandera Town. Kwa saa hizi, kwa sababu tumekaa hapa kama kamati ya usalama, tumesema ya kwamba hiyo maneno ya quarries lazima isimamishwe kwa muda, ndio tuweze kujua ni kwa nini huyo ambaye amekaidi yale maagizo ambayo amekuwako amekaidi siku ya leo. Ndio tuweze kujua ni kama kuna njama fiche, ili tuweze kuamua ni njia hipi tutaifuata ili tuweze kuhakikishia wale wanafanya kazi huko usalama wao.